Hii ni simulizi ya mchungaji aliyefanya miujiza mingi na mikubwa na ya kushangaza sana. Viwete walitembea, vipofu wakaona, maskini walitajirika. Kiufupi, hakuna shida ambayo kwake haikutatuliwa. Akaaminiwa na watu wengi sana hadi kuitwa mtume, na wengine wakafika mbali zaidi na kumuita Masihi kutokana na ukuu wa miujiza yake. Lakini chanzo ama nguvu nyuma ya miujiza hiyo haikutoka mbinguni, na mwisho wake ulikuwa wa kutisha mno. Jina lake lilikuwa mchungaji Ezekiel. Alizaliwa kijijini mbali kabisa na mji, mahali ambapo umeme ulikuwa hadithi na maji safi yalikuwa kama ndoto. Tangu utotoni Ezekiel alikuwa tofauti na watoto wengine. Hakupenda michezo ya watoto wenzake, na mara nyingi alipenda sana kukaa peke yake akitazama anga, kana kwamba alikuwa anasikiliza kitu ambacho wengine hawakisikii. Mama yake alikuwa mwanamke wa kanisani sana, na baba yake hakuwahi kumjua, kwani alifariki Ezekiel akiwa na miaka 3 tu. Kila mtu kijijini aliamini mtoto huyu ameokolewa na Mungu, kwani kijana huyu alikuwa mpole mno na mwenye heshima kwa wakubwa na wadogo. Hakuwa miongoni mwa watoto watukutu. Ezekiel alipofikisha miaka 19 alihamia mjini. Alikuwa na ndoto moja kichwani mwake, ya kuwa mtumishi wa Mungu. Alihudhuria semina ndogo za Injili na kujifunza mengi, na kutokana na bidii na utiifu wake alipata nafasi ya kuwa mwinjilisti. Akaanza kuhubiri sokoni, kwenye daladala na kwenye viwanja vya wazi. Lakini miaka ikapita, hakuna aliyemjali. Hakuna miujiza, hakuna umaarufu, wala hakuna pesa. Alilala njaa, aliomba hadi akachoka, aliomba hadi sauti ikapotea. Lakini siku moja akiwa amechoka, masikini amevunjika moyo, alisema maneno ambayo hakupaswa kusema. Mwenyezi Mungu, kama upo na hautaki kunijibu, basi nisaidie. Yeyote yule aliye tayari kunipa nguvu, basi anisaidie na kunipa hizo nguvu. Alitamka maneno haya kwa uchungu mno, huku akilia kilio kikali cha kwikwi. Hatimaye usiku ule maombi yake yalijibiwa. Ilianza kama ndoto, lakini ndoto hii ilikuwa na uzito kuliko uhalisia. Alijikuta kwenye chumba chenye giza nene, kikiwa na mishumaa 7 tu. Katikati kulikuwa na kivuli, lakini mtu mwenye kile kivuli hakuonekana, wala hakuwepo mnyama wa aina yoyote ile ndani ya kile chumba. Na ghafla ikaanza kusikika sauti ndani ya kile chumba, bila kujulikana chanzo cha ile sauti. Yaani ilisikika sauti tu, lakini aliyekuwa akiongea hakuonekana. Ulitaka nguvu. Je, uko tayari kulipa gharama? Ezekiel alikaa kimya kwa muda kidogo. Bado kichwani mwake alikuwa akitafakari ni gharama gani hiyo ambayo alitakiwa kuilipa kutokana na nguvu ile ambayo angepewa. Ezekiel alitaka kusema hapana, lakini ule msoto wa njaa, dharau na kushindwa katika kila alichojaribu kufanya vilizungumza kwa niaba yake. Niko tayari. Ezekiel alipotoa jibu lile, ile sauti ikatoa kicheko kizito sana, kisha ikaendelea. Utatumia jina la Mungu, utavaa msalaba, utahubiri neno, lakini nguvu zitakuwa za kwangu. Na huu ndio ulikuwa mwisho wa mkataba wao wa siri. Wiki moja baadaye Ezekiel alienda tena kuhubiri sokoni. Mwanamke mmoja aliyekuwa kilema kwa miaka 12 aliletwa mbele. Ezekiel alimtazama, hakuwa na imani tena moyoni mwake, lakini alisikia sauti ile ile aliyokuwa anaongea nayo siku ule ikimwambia, mguse. Ezekiel alimgusa mwanamke yule. Mara ghafla akaanguka na kupiga kelele kubwa sana na kusimama. Umati ukalipuka. Siku hiyo jina lake likaanza kusambaa. Miujiza ikaanza kumfuata na sio yeye kuifuata tena. Lakini kila miujiza ilikuwa na gharama isiyoonekana. Ndani ya miezi 6 alikuwa na kanisa kubwa sana lililokuwa na walinzi kila kona. Alikuwa na magari ya kifahari na ya kisasa zaidi. Alikuwa na utajiri usioweza kuelezeka, lakini kila usiku wa Ijumaa alilazimika kutoa sadaka maalum.
Hali hii ilimuumiza sana Ezekieli moyoni mwake. Hakutaka tena kuendelea kumwaga damu za watu wasiokuwa na hatia na kuamua kukata shauri la kuachana na maagano yale ya siri. Mara ya kwanza alipokwenda kuhubiri bila kufanya ibada zake za giza, alishangazwa sana, kwani alijaza umati kama siku zote, lakini ushirikiano ulikuwa hafifu mno kiasi kwamba hakuna sauti yoyote iliyomjibu kuanzia mwanzo wa ibada hadi mwisho. Mara ya pili alipopuuza tena masharti na kwenda tena kuhubiri na kufanya miujiza, aliletewa mgonjwa aliyekuwa mahututi mno ili amuombee apone. Lakini alipojaribu kumgusa mgonjwa yule na kumuombea, mgonjwa yule alipaza sauti kubwa sana ya kilio na kufariki pale pale mbele ya umati. Na hapo ndipo Ezekieli akajua kuwa alikuwa mateka wa nguvu aliyodhani anaidhibiti. Baada ya miujiza ya kwanza kutokea, Ezekieli hakulala usingizi mzuri tena. Si kwa sababu ya furaha, hapana, bali ni kwa sababu ya ile sauti. Sauti ile haikurudi tena kama ndoto. Sasa ilikuwa inakuja akiwa macho. Kila siku saa ile ile, saa 7 kamili za usiku, alikuwa anasikia ikimuita. Si kwa kelele, bali kwa msisitizo ndani ya kichwa chake, kana kwamba mawazo yake hayakuwa tena ya kwake. Ni wakati wa kuniandalia mahali pa kuniabudu. Kwa mara ya kwanza hakuelewa nini maana ya kauli ile, lakini siku chache baadaye alikuja kuelewa. Usiku mmoja Ezekieli alisimama peke yake ndani ya kanisa tupu. Alitembea kuelekea madhabahuni, alipiga magoti, lakini kabla hajaanza kuomba, ile sauti ilimkatisha na kumwambia, "Usiombee hapa. Jenga madhabahu chini ya hili kanisa, na hapo ndipo utakapokuwa ukiniabudu na kuniomba." Baada ya kusikia sauti ile, Ezekieli alihisi baridi kali ikipanda mgongoni. Alitazama sakafu ya kanisa kwa muda mrefu, ndipo wazo lilipoingia akilini mwake. Sio kama wazo la kawaida, bali kama amri. Nataka chini ya madhabahu hii pawe kuna mahali pasiri. Ezekieli hakuwa na namna tena zaidi ya kutii ile amri, na ujenzi wa ile madhabahu ukaanza mara moja kama sauti ilivyomwelekeza. Ujenzi haukufanyika mchana, bali usiku wa manane. Ezekieli aliwaita mafundi wawili usiku, aliwaambia kuna kazi ya kukarabati sakafu. Hakuna aliyeuliza maswali mengi, kwani pesa zilikuwa zinamwagwa, sio kutolewa. Ujenzi ulianza kufanyika ndani ya wiki 3. Kila siku usiku, sakafu ilichimbwa polepole, udongo ulitolewa kimya kimya, ngazi ndogo ikawekwa, chumba kidogo kikajengwa chini kabisa. Hakuna mshirika aliyeruhusiwa kukaribia madhabahu kwa wakati huo. Ratiba za ibada kanisani zilibadilishwa. Kanisa lilianza kufungwa mapema kuliko kawaida na ibada zilifupishwa, lakini miujiza iliendelea kutendeka. Na kila miujiza ilipokuwa ikizidi kutendeka, ndivyo ilizidi kuimarisha imani ya watu kwa mtume. Na kadri imani ya watu ilivyozidi kukua, ndivyo utumwa wa Ezekieli ulivyozidi. Siku ya mwisho ya ujenzi, Ezekieli alishuka kwa mara ya kwanza. Chumba kilikuwa kidogo, hakikuwa na dirisha wala hakikuwa na hewa ya kawaida. Ukuta mmoja ulikuwa bado na unyevunyevu wa ardhi. Aliposimama katikati ya chumba, ile sauti ikarudi tena, sasa ikiwa karibu zaidi kuliko wakati wote. "Na hapa ndipo tutakapokuwa tukikutana." Ilitamka sauti hile, na hapo hapo mishumaa iliyokuwa haijawashwa iliwaka yenyewe. Ezekieli akaanguka mpaka chini magotini, sio kwa unyenyekevu bali kwa hofu iliyokuwa ndani yake. Na wakati huu sauti haikumwambia afanye miujiza tena, bali ilimpa masharti. "Nguvu zitaendelea kumiminika kwako endapo utazingatia haya. Sharti la kwanza, itunze siri hii mpaka mwisho wa maisha yako. Lakini pia kila nitakapokuhitaji utafanya kila nitakachokuambia. Utatoa kafara kila wiki na hautarudi nyuma kamwe." Ezekieli aliuliza kwa sauti inayotetemeka, "Ni kafara ya aina gani hiyo ambayo nitatakiwa kuitoa kila wiki?" Kulikuwa na ukimya mrefu sana, kisha jibu likaja, "Uhai." Hakusema kitu kingine zaidi, lakini Ezekieli alielewa, au pengine alidhani ameelewa.
Kuanzia siku hiyo miujiza ilibadilika kanisani. Sasa haikuwa tu viwete kutembea au magonjwa kuondoka, bali ilikuwa watu kuanguka na kupoteza fahamu. Sauti zisizoeleweka zilisikika kanisani. Wengine waliangua vilio bila sababu, lakini umati haukuona hatari. Waliona ni nguvu tu ya Bwana ikitenda kazi, na nguvu ikavutia pesa zaidi na kamera na viongozi. Kanisa likaanza kujengwa upya kwa juu, lakini kwa chini palikuwa panavuja damu nzito na yenye siri nzito zaidi. Na kadri siku zilivyozidi kwenda, ndipo Ezekiel alianza kuona vitu ambavyo vilimtisha hadi yeye mwenyewe. Kwani kila alipoomba madhabahuni alikiona kivuli, lakini kivuli kile hakikuwa cha kwake. Kila alipojiangalia kwenye kioo aliona macho yake yamekuwa meusi kuliko kawaida. Pia alianza kusikia sauti zikimwita hata kanisani palipojaa watu. Usiku mmoja aliamka na kukuta alama ndogo kifuani kama kuchomwa na sindano. Hakukumbuka alifanyiwa nini, lakini ilikuwepo, na bado kidonda kilionekana kilikuwa kibichi kabisa. Na ndipo hapo alipogundua ya kuwa kwenye yale makubaliano alikuwa anatoa zaidi kuliko kupokea. Upande wa pili tunakutana na mtumishi wa Mungu aliyefahamika kama mchungaji Daniel. Kwa muda mrefu Daniel alikuwa akifuatilia mafundisho ya Ezekiel mtandaoni, lakini kuna kitu kilikuwa kinamshangaza sana. Kila akimsikiliza mchungaji Ezekiel, maneno yake yalikuwa sahihi, lakini roho haikubali kabisa kutulia. Kila alipoomba baada ya kumsikiliza Ezekiel, alihisi mzigo mzito sana ndani ya nafsi yake badala ya amani. Wakati akiyatafakari haya, akajisemea moyoni mwake, kuna kitu si sahihi hapa, na hapo akaamua kufuatilia. Mchungaji Daniel aliingia kwenye maombi mazito juu ya jambo lile na kusema, Mwenyezi Mungu, kama kuna jambo ambalo halipo sawa hapa, naomba unionyeshe mimi mtumishi wako. Baada ya maombi yale aliingia kulala, lakini usiku ule aliota ndoto iliyomnyima usingizi. Alijikuta yupo ndani ya chumba chenye giza nene na mbele yake kulikuwa na madhabahu. Hivyo aliamka na picha akilini mwake ya madhabahu na giza chini yake. Picha hii ilimtesa sana akilini Daniel. Akaamua kuifanyia kazi. Alianza kuudadisi wa chini kwa chini. Aliwatafuta waumini wa kanisa la mchungaji Ezekiel na kuwauliza kama wamewahi shuhudia vitu vya tofauti kwenye ibada ya mchungaji, lakini wote walikataa. Mwanzoni walimcheka, lakini katikati ya maongezi mmoja akasema, kuna sehemu moja huwa hatuingii kabisa. Ipo chini ya madhabahu, imefungwa kabisa na hakuna mtu anaruhusiwa kuingia. Na hapo ndipo ile picha ikamjia tena Daniel na kumpa kiu ya udadisi zaidi. Akaanza kuvuta tena kumbukumbu kwenye mahubiri ya mchungaji Ezekiel, na wakati huu aligundua kitu. Kila mara Ezekiel alipoongea kuhusu damu, sadaka na utii, sauti yake ilibadilika kidogo. Kulikuwa na hasira iliyojificha kwenye toni ya sauti yake na hofu isiyoelezeka. Daniel alijikuta anazima simu ghafla na kujisemea, hili jambo si la kawaida, alisema peke yake. Na hapa ndipo Daniel akaamua kuingia moja kwa moja kwenye vita ya kiroho. Hakusema hadharani wala hakumtaja Ezekiel moja kwa moja, bali aliingia kwenye uchunguzi wa kina akimshirikisha Roho Mtakatifu kwa maombi. Na ndipo usiku mmoja akiwa usingizini aliota ndoto tena, lakini alihisi ndoto ile ilikuwa wazi kabisa. Alisikia sauti ikimwambia, usiseme kitu chochote kwanza, tazama kwa makini kisha utaelewa. Ndipo wazo likamjia Daniel akilini. Aliamua aende kanisani pale kwa mchungaji Ezekiel, sio kama mchungaji bali kama muumini wa kawaida. Alijichanganya na waumini wengine kama kawaida na kukaa nyuma kabisa. Aliangalia kila kitu kwa umakini na ukaribu, na ndipo alipoona walinzi karibu na madhabahu, eneo lililofungwa bila sababu, na watumishi waliokuwa karibu na eneo lile walikuwa na hofu isiyoelezeka. Daniel alijiambia moyoni mwake, kuna kitu kinafichwa hapa, na hapo ndipo ufuatiliaji wake ulipoanza rasmi. Naam, na huu ndio mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Ungana nami katika sehemu inayofuata ili kujua kisa kamili cha simulizi hii. Usisahau kusubscribe na kutufollow katika chaneli yetu ya Simulizi Hub ili usipitwe. Asante.